Kichwa cha somo andika wasaliti. Wasaliti wa Yesu au wasaliti wakubwa. Wasaliti wa Yesu. Kadri nitakavyokuwa nafundisha utajiona wewe ni mmoja wa wasaliti wa Yesu ama wewe ni sehemu ya marafiki wa Yesu. Kuna watu watatu ama kuna makundi matatu ambayo leo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tutayaangalia, ambayo yalimsaliti Yesu. Katika haya makundi matatu liko kundi la mtu binafsi, alafu liko kundi la jumuiya. Mtu wa kwanza aliyemsaliti Yesu ni nani? Na mtu wa pili? Na mtu wa tatu? Wayahudi. Kwenye safari yoyote ambayo unakwenda, kuwa makini na watu unaoenda nao. Narudia tena, kwenye safari yoyote unayokwenda, aidha ni ya mafanikio, aidha ni ya huduma, ya kitu chochote, lakini ni safari yako, kuwa makini na watu unao kwenda nao. Kuna watu watakusaliti kwa kupenda. Ni tabia yao kuwaangusha watu waliowazidi. Kundi la pili, kuna watu watakusaliti sio kwa sababu wanapenda, ila kuna mlango umefunguliwa, adui anawatumia kukuangusha. Yeyote anayekusaliti anataka usifike kule unapotakiwa kufika. Kundi la tatu, wanaoweza kukusaliti mkiwa mnaenda safari moja, ni watu wasiojua nafasi zao kwenye hiyo safari. Makundi mangapi? Matatu. Kundi la kwanza ni watu wanao wenyewe ni wasaliti tu. Kundi la pili, wanaotumiwa na adui. Kundi la tatu, wasiojua nafasi zao kwenye safari. Kuna watu hawaoni kile ambacho wewe unakiona. Ni rahisi sana hawa watu wakakusaliti. Kuna watu hawajui kwa nini wapo walipo, kwa nini wamepanda gari lako, kwa nini wanakusapoti unachokifanya. Hawajui nafasi zao, ilitokea tu na wao wakawepo. Be careful na hao watu. Tuanze kundi la kwanza, wanaotumiwa na adui. Watu wanaotumiwa na adui kwa ajili ya kuleta usaliti ni watu ambao wanafungua milango. Adui hawezi kumwingia mtu ili afanye usaliti kama hakuna mlango uliofunguliwa. Narudia tena, adui hawezi kumwingia mtu pasipo huyo mtu kufungua mlango. Namna ambavyo adui amenyang'anywa nguvu, hana uwezo wowote wa kumwingia mtoto wa Mungu. Narudia tena, mtoto wa Mungu, kama mtoto wa Mungu hajafungua milango. Ukiona una nguvu za giza zinakuandama ama nguvu zimekuvamia, ujue kuna mlango upo sehemu. Sasa milango inatofautiana, lakini yote ni milango. Narudia tena, milango inatofautiana, lakini yote ni milango. Uje, kuna dhambi tunadhani kwamba ndizo dhambi kubwa, alafu
kuna dhambi tumezibatiza sio dhambi. Nikisema hivi mnanielewa Ujue kwenye makanisa yetu tuliotokea nyuma kule kulikuwa kuna kiti. Ukiweka hiyo kiti kila mtu anajua wewe umezini na unatengwa. Au binti akija na mimba kabla ya nini? Ya ndoa, lazima kanisa limtenge. Ni kwa sababu wameona. So wanapima dhambi hadi wanamtenga kwa sababu ya dhambi zinazoonekana. Wakati Mungu aangalii hivyo, wala adui aangalii hivyo. Dhambi ni dhambi, mlango ni mlango, either ni mkubwa ama ni mdogo. Mlango ni mlango. Be careful. Mlango wowote unaoufungua, kuna siku utamsaliti Yesu. Kuna siku adui atautumia huo mlango, utamsaliti tu Yesu. Mtu wa kwanza mlango aliofungua akamsaliti Yesu, andika Yuda. Fungua na mimi kitabu cha Luka mlango wa 22 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 6. Au tuanze pale juu mstari wa kwanza. Biblia inasema Luka 22. Ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu itwayo sikukuu ya Pasaka. Ikakaribia sikukuu ya Pasaka. Kama sisi ambavyo tunasema Jumapili ni sikukuu ya nini? Ya Pasaka. Be careful tunapoelekea sikukuu ya Pasaka. Biblia inasema na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Walikuwa wanatafuta njia ya kumuua Yesu, lakini njia haikutafutwa ama mauti haikutafutwa mpaka Pasaka ilipokuwa inakaribia. Pasaka haikuanza kipindi cha Yesu. Narudia tena. Wala Pasaka kuianzisha Yesu. Pasaka ilikuwepo kuanzia wakiwa wanatoka Misri. Miaka 1000 iliyopita. Ilikuwa ni sikukuu ya kukumbuka siku ambayo Mungu aliwatoa kwa kuchinja. So Pasaka yoyote inahusisha kutoka kwenye utawala mmoja kwenda kwenye utawala mwingine. Maana yake ni kubadilika kwa majira. Na kwa sababu hiyo Pasaka ilidai sadaka. Na wakati wanatoka Mungu akawaambia chinjeni kila familia mwana mbuzi ama mwana kondoo kama sadaka ya damu. Na Mungu atakapoiona ile sadaka atapita katika nyumba zenu, hatoleta mauti. Lakini nyumba zote ambazo hazikuchinja ataleta mauti. So ilikuwa ni kawaida kila Pasaka watu kusherekea. Lakini kipindi hiki ghafla wakamtafuta kumuua Yesu. Na wanamtafuta kumuua Yesu. Kipindi kingine kabla ya Pasaka hawakuwa na shauku ya kumuua Yesu. Lakini ilipofika kipindi cha Pasaka wanatafuta kumuua Yesu. Sababu kubwa, mjiulize, kwa nini wamtafuta kipindi cha Pasaka? Ni kwa sababu majira ya Yesu yalikuwa yamefika, namba moja. Namba mbili, Yesu anatakiwa kuchinjwa kama mwana kondoo. Mnakumbuka katika Yohana alipomwona Yesu anakuja kubatizwa akasemaje? Mwana kondoo wa Mungu, yule azichukua dhambi za ulimwengu, huyo anakuja. So ilikuwa ni lazima Yesu auawe ama achinjwe ama afe kipindi cha Pasaka ili neno litimie. Ni mwana kondoo wa Mungu. Na kwa sababu ni mwana kondoo wa Mungu, anapochinjwa kuna uhai watu wanaupata. Unakumbuka katika Kutoka Biblia inasema walipochinja Mungu akawarehemu, hawakuuawa. Lakini Mungu akawatoa kwenye nyumba za utumwa. So Pasaka inapochinjwa, inapotolewa, manake kuna dhambi zetu zinasafishwa, zinachukuliwa. Kuna uzima tunarudishiwa, lakini tunatolewa kwenye kifungo. Popote ambapo unasikia Pasaka, ujue kuna ukombozi unaenda kufanyika, redemption. Kuna kitu kinaenda kutokea.
Popote ambapo sadaka ya damu ilitolewa ya mnyama, popote ambapo sadaka ilitolewa ya kuchinja, kuna kitu kilibadilika kwenye majira. Inatakiwa Pasaka, kila unapokumbuka Pasaka, majira ya maisha yako yawe yanabadilika. Lakini ukila Pasaka kikawaida itakuwa ikusaidii chochote. Lakini wakati wa hiyo safari, kuwa makini na Yuda. Biblia inasema mstari wa 3, Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale thenashara. Mstari wa 2, Biblia inasema wakuu wa makuhani wanatafuta namna ya kumuua Yesu. So Shetani hakumuingia Yuda mpaka alipopata namna ya kujua watu wanamtafuta Yesu. Unifuatie kwa makini. Mstari wa 3, maana yake Shetani alisikia maongezi ya wakuu wa makuhani wakipanga kumuua nani? Yesu. Na wanatafuta kila njia ya kumuua Yesu, hawaipati. Means wakati wewe unaendelea na njia yako ama wazo lako ama kule unapotaka kwenda, kuwa makini. Kuna watu usiowajua wanakukalia vikao kukudiskasi namna gani wa kudondoshi. Wakati unawaza kwenda kulima, kupanda mbegu, kuna watu pia kule kijijini wanawaza kukuharibia shamba lako. Yaani kuna watu wametengenezewa ubaya tu. Kuna watu hawapendeki. Swala la kujiuliza, Yesu amewafanyia nini mpaka wakuu wa nchi wanamtafuta kumuua? Na hawamtafuti kipindi kingine, wanamtafuta kipindi cha Pasaka. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho, kila jambo lina majira yake kutimizwa. Halo? Unaweza ukadhani unapendwa. Nataka nikwambie, kwenye majira, kwenye ulimwengu wa roho, kuna majira yanatengenezwa ya wewe kuja kuchukiwa. Kuna mtu unaweza kaishi naye vizuri ukadhani mko pamoja. Majira yakifika ya yeye kutaka kukuangamiza, atatafuta kila namna. Be careful na majira. Majira ya Pasaka yalipofika, kila mtu kwenye baraza la makuhani anainua sauti, lazima Yesu auawe. Lazima Yesu auawe. Kila mtu anasema lazima tumuue Yesu. Wakati wanaongea hivyo, adui Shetani akasikia dhamira yao, akatoka kwenye kikao chao, akaenda katikati ya Yesu, akamtafuta mtu atakayesababisha Yesu auawe. Narudia tena, watu wanaweza wakawa wanapanga mipango mibaya, lakini kama hakuna mlango uliofunguliwa kwako, hawawezi kukuharibu. Sio kama naeleweka. Makuhani wana nia ya kumuua Yesu, lakini hawajui namna watakayo muua Yesu. Kwa sababu kama ni hivyo, wameshajaribu mara nyingi kumuua Yesu na walikosa kumuua Yesu. Ni kwa sababu majira yalikuwa hayajafika, lakini hakuna mlango unaweza ukafunguka waweze kumuua Yesu. Kuwa makini, narudia tena, kuwa makini na saiko yako. Adui anaitafuta akitaka kuleta uharibifu. Adui hawezi kuleta uharibifu mpaka wewe umefungua mlango. Hata wapange vikao, wakae na kupanga kusema tunataka tumharibie, tunataka tuharibu biashara yake, na kuambia hivi, hawana uwezo wa kuharibu kile ambacho Mungu amekupa mpaka mlango umefunguliwa. Unanielewa? Wana discuss namna kumuua Yesu. Kuna spirit zinafuatiliaga. Kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kinaitwa monitoring spirit. Kuna siku nilifundisha monitoring spirit inawezekana ikawa ni upande wa Mungu, lakini pia zinawezekana zikawa upande wa giza. Unajua monitoring spirit kazi yake ni nini? Ni kusikiliza unachokiongea na kupeleka taarifa
ama kumtafuta mtu atakayetimiza kile wewe unachokiongea. Mungu akisikia maombi yako, kwa mfano ninaomba kazi, Baba ninaomba nitafutie kazi, Baba, Mungu anachokifanya amekusikia. Mungu anachukua, anatoka pale malaika, anaenda kumtafuta labda Jennifer. Si unaomba labda upewe kazi, anaanza kuweka jina lako kwa Jennifer, kwamba tafuta labda mtu wa hoteli. Anaanza kutafuta mtu ana sifa za hoteli, kwa sababu yeye amefungua hoteli. Alafu ghafla anakuja kanisani, haijulikani na kwaji tu, unashangaa umemwekea kiti, anakaa na furahi, baadaye anakuambia unafanya nini? Sasa sina chochote ninachofanya. Unaweza kufanya kazi ya hoteli? Nimesomea hoteli manager. Unashangaa mna connect, unasema sio bahati. Mungu alisikia maombi yako, alafu Mungu akamtafuta mtu, alafu Mungu akawa connect. The same kwenye ulimwengu wa roho. Wakati wanaongea, spirit ya adui ikasikia dhamira yao, ikaondoka, ikaenda, ikaanza kumtafuta nani? Yuda. Katikati ya wanafunzi wa Yesu, ikaangalia, inachuja. Bartimayo hayupo, Yuda wa Yakobo. Yuda wako wawili Mnajua Yesu alikuwa na Yuda wawili? Wangapi wanajua Yuda wawili wako? Nitaje Yuda wa kwanza, wewe uliyenyosha. Nyosha tena. Leo natamani nikafuturu sehemu nzuri. Natamani nikafuturu na mtu. Unitajie wanafunzi 12 bila kukosea. Usinyoshe mkono. Ukiweza kupatia, unaenda kufuturu leo na baba. Nani anataka kujitolea? Niangalie. Okay, tuende. Wote mmekosa. Spirit ilipotoka katikati ya watu wanataka kumuua Yesu, ikaanza kutafuta mtu ambaye anaweza. Ngoja nikwambie, kabla hawajakaa kikao kuongea, shauku ya Yuda haikuwepo ya kumsaliti. Shauku aidha ni ya Mungu au ya shetani, inakuja kama watu wataanza kukiongelea kile wanachokitaka. Unanielewa? Shauku ya kumsaliti Yesu Yuda hakuwa nayo mpaka siku makuhani walipokaa kikao cha kutaka kumuua nani? Yesu. Yaani ngoja nikwambie, wewe dada unawezekana unaomba, Mungu ninahitaji ndoa, Mungu ninahitaji ndoa, mwaka huu usiishe, Mungu ninahitaji ndoa. Wakati unaendelea kuomba hivyo, kuna mwanaume anawekewa shauku sehemu. Sasa muda wako wa kuoa umefika. Kumbe sio yeye. Kama yule dada asingeomba ndoa mwaka huu, yule mwanaume asingekuwa na nini? Kwa hiyo ukitaka watu wafanye vitu kwako, watengeneze shauku. Alo. Walipotengeneza shauku ya kumuua Yesu, automatically kuna Yuda akapatikana. So unaweza ukatengeneza shauku, alafu mtu akatengenezwa kuja kutimiza shauku yako. Yaani kwa mfano, unaweza ukasema mwaka huu nataka kujenga. Mwaka huu huna hata kiwanja, lakini unapambana mwaka huu, Mungu ninataka kujenga. Yaani nataka kujenga. Wakati umefanya hivyo, kumbe kina reality. Ghafla wanapata wazo la kununua viwanja Nala eneo. Mara wanakata vipande. Wanasema Bwana utalipa taratibu mwaka. Kumbe inawezekana hata wazo letu. Kuna mtu anamuomba Mungu ajenge, hana uwezo, lakini anamwambia Mungu nataka nijenge, na ili ajenge ni lazima awe na kiwanja. Mungu anaweka shauku kwa mchungaji. Ghafla anasema tukapate, na eneo linapatikana. Viwanja vinakatika. Unachagua kiwanja cha square mita 300, 1.8 milioni.
unalipa 30% unayo, lakini nyingine una. Baada ya mwaka unakuwa na kiwanja. Baada ya mwaka utashangaa kuna mtu ana matofali anauza, unaweka. Baada ya miaka 5 una nyumba. Ni kwa sababu uliweka shauku na Mungu akawatafuta watu walitimilize shauku lake. So vitu ukiona vitokei, hujaweka nini? Kuna siku namwambia Aslat na kamati yake, tununue viti. Hatuna watu, lakini tununue nini? Viti. Na tununue mpaka vifike wakati tunajenga tukasema tumeendesha hapa, tukasema tujenge mpaka kule. Sisi tunaweka nini? Shauku. Tunapoweka shauku, naomba Mungu jaza watu. Mungu anaweka mioyo ya watu waje kusali hapa kwa sababu tumeweka nini? Tukasema lazima tuondoke hapa. Mnakumbuka wakati tunaanza mwaka? Mnakumbuka wakati tunasema kwa nini kila birthday tuna sehemu mpya? Tukasema Mungu atatupa sehemu mpya. Tuliweka nini? Shauku. Wakati tunaweka shauku, kuna watu wanakereketwa na eneo lao sehemu. Wanakuja, baba tuko tayari kuachia. Sio kuachia, shauku. Halo? Kama hujaweka desire, vitu kwenye ulimwengu wa roho vitokee. Unaweka shauku, alafu unasukuma kwenye maombi. Unaomba kwenye maombi. Unajua ubaya, tunadhani vitu vitatokea tu. Vitu havitokei mpaka umevitengeneza kwenye ulimwengu wa roho. Yaani hawa jamaa walikuwa na hamu ya kumuua Yesu. Waliweka nini? Shauku. Wakati wanamweka shauku, Yuda akatengenezwa. Kwa hiyo kama wasingeweka shauku la kutaka kumuua Yesu, Yuda. Wewe nikwambie, unajua kwamba unatenda dhambi ni kwa sababu kuna mtu aliweka shauku, anasema ni lazima nimpate yule dada. Kuna mtu anaweka shauku tu. Mtu anasema lazima nimuibie. Shauku yake ya kukuibia inapokuwa kubwa na wewe ukafungua mlango, anakuibia. Kumbe kama asingeweka shauku, wewe usingefanya nini? Usingeibiwa au usingetenda dhambi. Sasa kama ulimwengu wa giza wana hii principle, kwa nini leo na wewe usiweke desire? Kusema mwaka huu ni lazima nimiliki kitu fulani. Mwaka huu lazima nifanye kitu fulani. Mwaka huu lazima nisogee eneo. Mwaka huu lazima nikue. Unapoweka shauku, nataka nikuambie, monitoring spirit ya kimungu inamtafuta mtu ambaye atakuja kukushika mkono. Hello? Kitu cha pili au cha tatu tunachoendelea nacho. Kwa nini Yuda Iskariote? Kwa nini sio Bartimayo? Kwa nini sio Petro? Kwa nini sio mtu mwingine? Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Shetani akamuingia Yuda aitwaye nani? Naye ni mmoja wa wale thenashara. Thenashara ni wale disciples, wanafunzi wa Yesu, wanaitwa thenashara. Alafu mstari wa 4, akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedari jinsi atakavyoweza kumtia mkononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa nini? Fedha. Maswali mawili katika hii mistari. Swali la kwanza, kwa nini Yuda? Swali la pili, alipoenda kuongea na makuhani, alikuwa ni Yuda ama shetani ndani ya Yuda? Tuanze la pili. Alikuwa ni Yuda au shetani ndani ya Yuda? Umejuaje ni shetani ndani ya Yuda? Kwa sababu umesema walimwingia. Una marafiki zako wangapi shetani anawaingia? Umeweza kumjua Yuda, unawajua? You are very careful kusema Yuda aliingiwa na nini? Kwa sababu imeandikwa. Swala kujiuliza, shoga zako wanapokuwa possessed, shetani anapowaingia na wanaanza kuongea na wewe kuleta uharibifu, unakuaga unajua sasa hivi wamevamiwa? Mbona kwa Yuda umejua? Kwa sababu kama haijaandikwa huwezi kujua. Ninawaombea Mungu akawasaidia. Unaweza ukajua rafiki yako anaweza akakusaliti na sio yeye. Nguvu za giza ziko ndani yake. Na ngoja nikwambie, unajua hata makuhani Yuda alipowaendea hawamuoni shetani. Wanamuona nani?
Yuda. Wanapiga naye story, hawadhani wanapiga story la shetani, wanadhani wanapiga story na nani? Na Yuda. Hata Yuda hakujua ni yeye, hajui. Hivi unawezaje ukamsaliti Yesu? Yesu anatenda miujiza. Yesu alifanya vitu na Yuda mpaka watu wanaogopa. Yesu anasema nimewapa tu nguvu, wafu wanaenda mavijijini wanafanya miujiza, alafu eti Yuda ghafla anasema mimi nitawapa nani? Ukirudi nyuma, Biblia inasema hakuwa Yuda, ila shetani alimuingia nani? Yuda. Ndio maana nasema katika safari yako kuna watu ambao watakuwa influenced kukusaliti, sio wao, ila nguvu za giza ndani yao. Kuanzia leo kwenye Pasaka hii, kuwa makini kuiombea saiko yako. Halo? Wewe unasema huyu ni boyfriend nani? BFF wangu. Okay, huyu ni boyfriend wangu, maana ni rafiki yangu wa kiume, okay? Ama huyu ni girlfriend wangu, rafiki yangu wa kike. Yaani yoyote ambaye umemkaribisha ndani ya moyo wako, usiwe unamchukulia kawaida. Shetani akitaka kukuangusha na amejua umesimama, kama yeye hajasimama, atakuwa ni mlango wa kuleta uharibifu kwako. Hello? By the way, watu wengi walioumizwa hawakuumizwa na watu wa mbali, waliumizwa na watu ambao walibeba mioyo yao, waliwapenda. Uongo kweli? Hakunaga mtu aliyeumizwa eti anasema nimeumizwa na mtu ambaye wote ukisikia mtu ameumizwa, ujue alimpa nafasi ndani ya moyo wake. Sasa wakati unampa nafasi ndani ya moyo wako, hakikisha pia unamuombea adui asimtumie kama mlango kuja kukusaliti. Halo? Ngoja niombe. Nyinyi karibia wote hapa mmefungua mlango mimi. Yaani mimi nikiangalia ndani yenu namuona Pastor Godfrey. Wengi wenu. Kuna jambo mwingine akiliongea halitakupa shida, lakini ukisikia pastor ndo kaniambia hivi, litakuuma sana. Ni kwa sababu ndani yako umenipa nini? Nafasi. Ngoja niulize, wangapi wanakuaga wananiombeaga? Umeona? Useme Mungu tunaomba pastor wetu umtunze, sije siku shetani sio kumchukua akamuingia alafu sisi tukapotea. Kwa maana nyingine, yeyote ambaye umefungua moyo, hakikisha unamuombea. Otherwise atakuja kuwa sababu ya wewe kufanya nini? Kukuumiza. Kitu cha pili, tuone swali la pili. La kwanza sasa, kwa nini Yuda na sio mwingine? Kwa nini shetani aliamua kumchagua Yuda na sio mwingine? Kwa nini mlango ulifunguka kwa Yuda? Kwa nini mlango ulifunguka kwa Yuda? Nani anaweza kujaribu? Au mwenyewe? Yaani ushawahi kujiulizaga kwa nini Yuda? Katika wanafunzi wote 12, kwa nini shetani alimchagua Yuda? Nani anataka kujaribu? Jaribu tu. Karibu. Beatrice anasema alikuwa na tamaa. Tamaa nini? Alikuwa na tamaa ya fedha. Mwingine? Mama anasema alikuwa mweka. Kwa hiyo kila mweka hazina Asna tunalo. Farida unalo. Kwa hiyo wazika hazina tuanze kwa nao makini. Okay, sikumbuki kwenye Yohana ngapi, sijui ni 10. Inaelezea pale kuna sehemu alienda na Yesu, kuna mama akatoa mafuta. Nadhani kwenye Yohana, mtu anitafutie. Anasema Yuda akasema kwa nini haya mafuta yasingeenda kuuzwa, alafu fedha tukawagea maskini? Alafu pale chini anasema hivi, Yuda hakusema hivyo kwa sababu anawapenda maskini, lakini Yuda alisema hivyo kwa sababu alikuwa ni mwizi. Mtu anitafutie kwenye Yohana. Ni Yohana, na uhakika ni Yohana. Mlango sijui ni wa 10, sijajua. Mtu anitafutie afa niambie. Onesmo, unakumbuka? Ni mstari ngapi? Yohana ngapi? Kwa sababu alikuwa ni mwivi. Biblia imetumika neno mwivi, mwizi.
thief. Yohana, iko kwenye Yohana. Nitafutie unasema ukipata utaniambia. Means alikuwa yuko na Yesu, lakini Yuda alikuwa mpigaji. Yuda hakuwa mbea. Yuda hakuwa mlevi. Wala hakuna mtu alikuwa anajua Yuda ni mwizi. Yesu peke yake alikuwa anajua Yuda ni mwizi. And yet Yohana ngapi? 12 ngapi? 12:6 inasemaje? Inasema naye alisema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Naye ndiye aliyeshika mfuko akivichukua vitu vilivyotiwa humo. Yohana 12:6 ukaisome, inasema Yuda alikuwa ni mwizi. Maana yake ana tabia ambayo hakutaka kuiacha. Yuko na Yesu, ameokoka, lakini bado ni mwizi. Na vitu vinatendeka, huduma ya Yesu inakuwa. Yuda anahusika kuitengeneza huduma ya Yesu, lakini kuna siku alikuja kuiangusha huduma ya Yesu. Ni kwa sababu kuna mlango. Nataka nikwambie, chochote unachokijenga, maisha yako ya kiroho nayo yajenga. Unapambana, unaamka usiku, unaomba, unafunga, unakuja kama hivi ibadani. Sasa hivi watu wako kwenye maviklabu wapi wanakunywa, wewe umejikana. Nataka nikwambie, jikane kweli kweli, usifungue mlango. Kwa sababu huo mlango na udhani ni mdogo, kuna siku shetani atapita kama anavyopita sisimizi. Umeokoka lakini una hasira. Nataka nikuambie, hizo hasira, kuna siku ambayo majira yatafika, utatumika tu mlango wa hasira. Tabia kudokoa, endelea nayo. Kuna siku adui atakuangusha kwa sababu ya udokozi. Tumeweka vyombo vyetu wenyewe, tumemaliza kuimba, vimewekwa kule, mara mic haionekani, mara switch fulani haionekani. Wenyewe tumeziweka nondo zetu, mara tunashangaa nondo kila siku zinafanya nini? Zinafungua. Tuko na wewe wapi? Mtu asiacha simu yake kaenda kutoa sadaka. Na umesema nini? Umeokoka. Na tukikupa mic, unanena kwa lugha mpaka lugha yenyewe inajua kwamba ina neno. Nataka nikwambie, usipofanyia kazi mlango wako, kuna siku makuhani wakikaa kikao, wanataka kuleta usaliti, utatumika. Means katika cycle ya Yesu hakukuwa na mtu aliyekuwa anafungua milango. Wote walijikana, wote waliacha, lakini Yuda alishindwa kufunga mlango wake. Adui alipowaona wanaongea kuhusu kumuua Yesu, alirudi akaanza kumscreen moja baada ya mwingine. Tunafanya screening. Huyu alishaachaga hii tabia. Kwao mizimu ya babake alishaachaga damu ya Yesu, amefunga. Wanakuskani, wanasema huyu hamna mlango, twende kwa Asteria. Wamekapata, wamesema basi siku hiyo anaweza akaja Asteria hapa. Mkasema ni yeye au sio yeye? Mbona anafanya vitu ambavyo hajawahi kufanya? Kumbe sio yeye. Mlango ulikuwa wazi, shetani ameingia ndani yake. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, Pasaka hii kila mlango niliyokuwa nimeuacha wazi, siku ya leo ninaufunga kwa jina la Yesu Kristo. Kila tabia inayonishinda, kila tabia ninayoshindana nayo haitatumika kama mlango wa adui kuleta uharibifu kwenye majira haya. Kwa damu ya Yesu, chochote kinachompa nguvu adui kuutumia huu mlango, sadaka yoyote iliyotolewa
ili milango izidi kuwa wazi, leo hii kwa damu ya Yesu Kristo ninafunga huo mlango. Kwa damu ya Yesu Kristo hautatumika tena, kwa jina la Yesu. Mstari wa 5, wakafurahi wakapatana naye na kumpa nini? Fedha. Ngoja nikwambie, adui anapokuja kwenye huo mlango lazima akupe raha ya muda mchache. Narudia tena, huo mlango adui atatumia kukupa raha. Raha inakujaje? Utakusababishia. Biblia inasema Yuda akapewa nini? Fedha. Unadhani Yuda aliporudi kwa wenzake alikuwa na hela kiasi gani? Unavijua vipande vingapi? 30 vilikuwa ni kiasi gani? Kwa wakati huo zilikuwa ni hela nyingi. Maanake maisha yake yakafanya nini? Yakabadilika. So adui atakuletea raha kwenye nature ya mlango wako. Narudia tena, unapenda wakaka weupe, bonge la handsome jeupe litafanya nini? Moyo wako utafanya nini? Lakini ni ya muda. Mlango wako adui akitaka kutumia, ukitaka kujua kabisa umeanza kutumika, kuna namna mtu akikuudhi, kama ni hasira, una neno unaweza ukamwambia, alafu kaona amenyongonyea ndani yako, unafanya nini? Afu wewe nione hivi mimi mwembamba, lakini wewe usinichezee. Basi dada samahani, ndani yako wewe, yes. Unasikia nini? Kumbe adui anafurahi, ana enjoy, amepata nafasi kwako. Angalia mstari wa 6. Tuko kwa mtu wa kwanza anayetumiwa na shetani, si ndio? Tumesema tuna makundi matatu, au tuachie hili moja tu leo? Biblia inasema akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipokuwapo mkutano. Biblia Kiingereza inatumia in the absence of multitude. Yuda akawapa technique, mkitaka kumkamata msiende akiwa na watu, tafuteni akiwa peke yake. Ni kwa sababu gani Yuda anasema hivi? Kila mara walipotaka kumkamata Yesu kwenye makutano walikuwa wanashindwa, kwa sababu Yesu alikuwa anabadilika. Halo? Ushawahi kusemaga sema na Yesu akapita katikati yao. Kuna muda wakasema tunaenda kumtupa, sasa tunamkamata. Walipofika walishindwa kumkamata. Na ndio maana mstari ambaye anasema hivi, nilikuwa na ninyi masokoni, nilikuwa na ninyi hekaluni, kwa nini mlishindwa? Yesu anaonyesha kwamba hivi hamkuwa na uwezo wa kunikamata. Kama Yuda singewaonyesha na kuambieni hii siri, msingeweza. Means kuwa makini na mtu kwenye saiko yako, atauza faili lako. I'm telling you, hata mwizi hawezi kuja kuiba nyumbani kwako kama majirani hawajauza faili lako. Wanajua unaenda kazini saa ngapi, unalala saa ngapi, unaamka kuomba saa ngapi. Yuda akamwambia msiende masokoni. Kuna sehemu anaendaga kustari inaitwa bustani ya wapi? Getsemane. Yes. Kuna sehemu anaendaga, nitawapeleka, akiwa na wanafunzi wake 10 na ngapi? 12, 11. Na akasema hivi, alafu yule nitakaye mbusu, huyo ndiye Yesu. Ngoja nikwambie, kwani makuhani walikuwa mjui Yesu? Eti
Eti kwa mfano mnaambia hivi, tunataka tumkamate Pastor Godfrey. Alafu baba Mateo anasema yule nitakayeenda kumbusu huyo ndo pastor. Swala kujiuliza, hivi kweli watu ambao kila siku wananitafuta, wananiona masokoni, wananiona kwenye eti wananitafuta, alafu baba Mateo anasema ngojeni niwaambie, ninyi hamumjui Yesu. Yule mnayemuona sio Yesu, yule nitakaye mbusu. Nataka kuambia hivi, adui hawezi kukuattack kama mlango haujafunguka. Otherwise adui unamchanganya sana. Anasema naenda kumwataki Pastor Godfrey, ile anakuja kuniataki, anashangaa sio Pastor Godfrey. Anamkuta Beatrice. Anasema kile nyumba ya Pastor Godfrey, Beatrice anafanya nini? Anaondoka zake. Kumbe yule Beatrice ndo Pastor Godfrey. I'm telling you, Mungu anamconfuse shetani kuliko unavyodhani. Wewe ngoja, umezungukwa na wachawi Njedengwa nzima. Kwa nini hawakuloga? Kila wanapokuja kukuloga wanashangaa, wanataka kumloga mtoto wao. Kumbe yule sio mtoto wao. Mungu amewabadilisha nini? Ukiona wamekuloga, kuna mtu kauza faili. Kama sio wewe mwenyewe kufungua mlango, hakuna mtu kakufungulia mlango. Sema I refuse it. Yuda akamwambia tusiende. Yesu ana uwezo wa kuchukua hata sura 100 akabariki. Mtanipa shida mimi Yuda, kwa sababu sasa ila tuwapunguze wakiwa wachache, ninaweza. Manake sio Yuda anayeongea, ni shetani anasema hivi, nina uwezo wa kumuidentify Yesu sasa, kwa sababu nimeingia ndani ya psycho yake. Wewe kwambie, Yesu alikuwa amezungukwa na wanafunzi wake 12 hivi. Katika ile psycho, adui alikuwa hawezi kuingia, wala alikuwa hawezi kusikia wanachokiongea. Ngoja leo nikufungulie siri nyingine ambayo sikutaka kusema. Ujue hapa tulipo tunavyoongea hivi, shetani yuko hapo lakini asikii tunachokiongea. Hello? Katika weakness ya shetani, kwenye uwepo wa Mungu, shetani anakuaga nje ya uwepo wa Mungu. Hata nipige makelele, ni rahisi mwanadamu akasikia, lakini sio shetani kusikia. Unapokuwa kwenye cycle ya Mungu, unapokuwa kwenye presence ya Mungu, adui anakuaga anawekwa nje. Utukufu wa Mungu siku zote unamtemaga nje. Ukisoma kwenye Ayubu, Biblia inasema hivi, na Mungu alikuwa amejidhihirisha na watoto wake. Mnakumbuka mstari? Mungu akiwa anaongea na watoto wake, shetani naye akaja. Lakini umuoni shetani akiingia kwenye maongezi ya Mungu na watoto wake, ingawa anazunguka zunguka. Anawaona wana kikao, lakini hasikii wanachokiongea. Siku zote unapokuwa kwenye hata maombi yako, ukiwa naomba, omba kwa nguvu. Nataka nikwambie, shetani hasikii unachokiomba. Shetani angekuwa anasikia tunachokiomba, angekuwa anakiharibu kila siku. Shetani atasikia sio kwa sababu wewe unapaza sauti. Shetani atasikia kama umefungua moyo ndani yako. Yaani unaomba huku huku umefungua mlango. Yaani kwenye presence ya Mungu umemkaribisha na yeye. Mungu akamwambia shetani, unafanya nini? Ndio anamkaribisha. Lakini uone shetani alipoingia akasikia walichokiongea kati ya Mungu na watoto wake. Hakusikia chochote. Shetani anasema hivi. Mungu anamwambia, umetoka wapi shetani? Nimetoka wapi duniani? Umemwona mtumishi wangu? Nani? Ayubu. Yaani Mungu ndiye anayemuuliza, anayeongea na shetani. Shetani hawezi kuongea chochote, kwa sababu Mungu, uwepo wa Mungu siku zote unamziba adui masikio, asisikie unachoongea au unachoomba. Yaani natamani watoto wa Mungu mngekuwa mnajua namna ambavyo Mungu anawaona. Empasa kaibadilika. Hana huo uwezo. Yaani kwa hiyo hapa tunachokiongea, shetani anazikana amekaa pale kwenye mixer pale. Sasa pale shetani nani? Natolea tu mfano.
lakini hana uwezo wa kukisikia hiki tunachokiongea. Yaani uwezo mmoja hapo ambapo Mungu amemnyang'anya shetani ni kusikia watoto wa Mungu wakiwa wanaongea na baba yao. Hawezi. Shetani angekuwa anasikia kila mara Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, nitakufa nitafufuka, si ndio? Shetani anatakiwa kusikia amzuie Yesu asifanye nini? Asife. Lakini bwana Yesu alikuwa anaongea tu, imenipasa nife na baada ya siku ya 3 nitafufuka. Alafu mkatikati yenu kuna mtu atanisaliti. Shetani akitakiwa asikie, hasikii. Ili shetani asikie, labda umeingia kwenye maombi na agent wa kwake, umemkaribisha kwenye saiko yako, au umefungua mlango, atasikia yote unamwambia baba yako. Otherwise hasikii. Hasikii. Yaani shoga yako ana masikio mazuri kuliko shetani. Biblia inasema shetani ni mjanja. Ili ajue umeongea na baba yako, ni lazima akuletee maswali ya kukutega. Unakumbuka wakati anawauliza kina Adam na Eva? Eti hana uhakika, ila anataka kukijua wanachokijua. Eti mkila tunda itakuwaje? Kama mtu unajua una swali la kumuuliza eti. Kwa Yesu utasema unajua kama ni mwana wa Mungu. Kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, kwani unajua kama ni mwana wa Mungu? Jirusha chini. Yesu angejirusha, angefunua kwa shetani kwamba yeye ni nani. Means maisha yake yote Yesu anaishi duniani, shetani alikuwa hajui kama huyu ni mwana. Halo? Mnanielewa? Anayeweza kujua, yani shetani atakujua wewe kama wewe utafungua mlango. Shetani anaweza akajua siri zako, wewe ndio kumfungulia shetani mlango. Otherwise hana njia yoyote. Twende mtu wa pili. Mtu wa kwanza tumesema anayemsaliti kwa njia gani? Kwa njia gani? Kutumiwa na adui. Twende mtu wa pili. Sasa usijui niandikaje. Unaweza ukamsaliti Yesu, adui akiwa na shauku na wewe. Naudia tena. Hivi desire ni shauku Ni shauku Yes. Adui anaweza akakuona umesimama vizuri na Mungu, akawa na matamanio. Yes. Akawa na matamanio ya kutaka umsaliti Yesu. Yaani kadiri mahusiano yako na Mungu yanavyokuwa yanaimarika, ndivyo pia adui anatafuta namna yoyote ya kukuangusha. Na ndio maana majaribu yote hayaji kwa mtu ambaye hajasimama. Majaribu yote yanakujaga kwa mtu aliyefanya nini? Aliyesimama. Ni kwa sababu ni shauku, ni matamanio ya shetani kutaka kukuangusha. So njia mojawapo ya kutaka kujua adui ananinyemelea kutaka kuniangusha, angalia majaribu ambayo yanakuja kwenye maisha yako. Be careful. Ni njia mojawapo ya shetani kutaka kukuangusha. Na akitaka kukuangusha, anakuletea majaribu. Jaribu mojawapo ambalo anaweza kukuletea kuwa na matamanio au matarajio kupita uwezo wako. Ambitious. Tunahitaji kwa Kiswahili. Watoto tuwapeka English medium.
unatamani kufanya kitu nje ya uwezo wako, zinakuwa ziko juu sana ambition zako. Paulo anasema hivi, anasemaje kuhusu msinie makuu? Kuna huo mstari, si ndio? Onesimo upo wapi? Usinie makuu. Kuna sehemu Paulo anaongeza, sema mfanya mtafanya, lakini msinie nini? Makuu. Unaponia makuu kupita uwezo ambao Mungu amekupa, ni rahisi sana ukaanguka. Warumi 12:16. Umesikia Biblia hiyo? Warumi 12:16. Mpatane na nia zenu ninyi kwa ninyi. Msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msinie yaliyo makuu. Adui anapoona shauku yako imepanda sana kuliko uwezo wako, ni rahisi sana akakuingiza kwenye mtego. Juzi nilikuwa naambia tu kwenye msiba, ni ngumu sana kumshauri mtu anayekaribia kufanya nini? Kutapeliwa. Wangapi walikuwepo? Unajua kwa sababu gani? Shauku yake ya kupata utajiri iko wapi? Kashaambia ukiweka tu hapa milioni 1.8 milioni 100 hii hapa, alafu wewe unamwambia bwana wewe kawekeze mwaka mzima ndio kwanza utapata 12% ya milioni 1. Nikae mwaka mzima, wakati huyu kaniambia nikiweka tu miezi miwili mingi milioni. Shauku yako adui, yani imefika level ushauriki tena. Paulo analijua, sema hivi, usinie. Ni kama mtu unania, umeokoka shauku ya ndani, unataka unyanyue vilema, unataka ukifanya vitu umetokea. Nakumbuka wakati tunaanza huduma, tukaenda na rafiki yetu mmoja kwenye shule fulani kuhubiri. Ana mbwembwe, anakata mtama hivi, pepo zinaanguka. Pepo. Shauku ikafanya nini? Tulivorudi asema ninaenda Sinza makaburini kufufua makaburi. I'm telling you. Yani akaandika leo ni siku ya makaburi kufufuka, yani kufunguka na miili kufufuka. Akaenda pale saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7. Watu wa mtumishi tukuletee maji ya kunywa. Shauku ilikuwa ngoja nikwambie. Fungua mimi kitabu cha Luka. Hapo 22 twende mstari wa 31 mpaka 34. 22. Tutakaa sana kwenye Luka 22. Siku ambayo Yesu alikuwa anaendelea kufa. 32 31 nasema hivi, 22:31. Akasema, Simeoni, Simeoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Sasa King James naipenda, inasema vizuri. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Shetani has desire. Shetani anakutamani wewe nani? Petro. Shetani anakutamani. Yani kadiri ambavyo Petro alikuwa anaongeza mahusiano yake na Mungu, ndivyo shetani anakasirika, anamtamani. Ngoja sasa kujiuliza, kwa nini shetani anakutamani wengine? Ndio maana unaweza kupata sababu kwa nini Yesu alimwambia Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kuna mahusiano Petro alikuwa nayo ambayo yalikuwa yanaogopesha ufalme wa giza. Yesu akawaambia, mnadhani watu wanasema mimi ni nani? Hakuna aliyefichua siri, Petro peke yake. Minzi, kuna sehemu Petro alikuwa ameshazama kiroho. Kuna vitu anaviona ambavyo kwenye ulimwengu wa giza ni shida. Kadiri ambavyo unazama kwenye mahusiano yako na Mungu, nataka nikwambie, ndivyo ambavyo unaupa shida ulimwengu mwingine wa giza, na utakutafuta tu. Shetani akawa na matamanio, yani akimwangalia ya Petro anavunja meno, anamtamani. Alafu Yesu alivyokuwa anamwangalia Petro,
ghafla anamuona shetani ambavyo anamzingira, anamzunguka Petro. Yesu akamwambia, Petro, kuna kitu nataka nikuambie. Shetani anakutafuta. Turudi tena. Akasema, Simeon, Simeon. Ukiona Biblia mtu kaitwa mara mbili, manake kuna kitu. Ukisoma kwenye kitabu nadhani cha Yeremia wapi yule, Mungu asema ardhi sikia. Hivi ilikuwa kwenye kitabu gani kile? Mtu huyu asiwe na nini na nini. Inapotamkwa kitu kinapoitwa mara nyingi, means kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho kinachoendelea. Mstari 32. Lakini nimekuombea wewe. But I have prayed for you. Ili imani yako isitindike, usianguke. Nawe utakapoongoka waimarishe, nawe utakaposimama. Yani Yesu anaiona, anasema ninaiombea imani yako kwa sababu adui amekukusudia kukuangusha. Najua utapambana. Ukiweza kusimama, njia ulotumia kusimama, wafundishe na ndugu zako. Uliwezaje kusimama? Simama. Means kuna watu unaweza kawacheka wameanguka, kumbe ni shetani kawatafuta mpaka wamefanya nini? Wameanguka. Lakini huyo mtu usimcheke. Mungu Yesu anasema hivi, ninakuombea. Hadi Yesu anamwombea, maana anajua kuna siku utadondoka tu. Yaani kwa njia hii shetani atakudondosha tu. Lakini ukidondoka, inuka haraka. Alafu ukiinuka, kawafundishe ndugu zako. Ulipodondoka uliinukaje? Ndio mimi naambiaga, mimi nimedondoka. Lakini nimesimama. Na ndio maana hata mtu aje kwangu amedondoka kiasi gani, utasimama tu. Kwa sababu nimeimarishwa kukufundisha namna ya kusimama tena. Lakini kuna watu waje kudondoka. Injili yetu na wao tofauti. Injili yao inatisha. Unanyoka, ana vichwa 16. Atakugonga utosini. Atakugonga hapa. Mimi nitakwambia Mungu ni Mungu wa rehema. Come and pray. Njoo tukufundishe. Njoo kwenye mikesha. Njoo tufunge tuombe. Hiyo addiction itaondoka tu. Usijihusishe na hawa watu. Usikae karibu na amna hii. Kwa sababu Mungu hapendi. Atakana na baba, lakini nimevuta tu 2. Okay, ulikuwa unavuta ngapi? 30. Njoo. Nitakufundisha kwa sababu nimepitia kujua addiction ni nini. Anasema ukiweza kusimama tena, wafundishe nani? Ndugu zako. Njia uliosababisha unyanyuke. Wakati Yesu anaongea, shetani ana matamanio na nani? Sasa wakati unamsema huyo ndugu ameanguka, unajua shetani alikuwa anamuinda kiasi gani? Na mimi leo mtazamo wako utabadilika. Ngoja kwambie, maneno haya hayasemi mwanafunzi wa Yesu. Anayasema nani? Yesu. Namuona shetani akikutamani Petro. Namuona shetani anataka kukuangusha. Ninamuona. Wakati huu Yesu anaongea, Yuda tayari ameshachukuliwa. Shetani anamtafuta nani? Simeon. Ngoja kwambie, mlango mmoja ukifunguka, adui akakupiga, adui utafutaga mlango mwingine. Ameutafuta kwa Yuda akaupata. Sikaingia kwenye cycle. Sasa anamtafuta nani? Petro. Na anatafuta watu ambao ni key kwenye huduma. Biblia inasema nitampiga mchungaji na kondoo. Adui akiingia kwenye kundi hampigi kila mtu, anamtafuta mwenye nguvu. Yuda alikuwa na nguvu kwa sababu ndiye anayeshika fedha zote. Akimwangusha mshika fedha, Yesu hawezi kuhubiri tena. Anataka kusafiri, hamna nauli. Aya, akija tena akimwangusha ambaye Yesu ameweka huduma ndani yake, huduma ifanye nini? So ukiona watu wanakuwa attacked na nguvu za giza, ujue ndani yao kuna kanisa linataka kubomolewa. Wote ambao wanakuwa possessed na nguvu za giza, mara nyingi ndani yao kuna kitu kikubwa ambacho shetani anakiwinda. Hello? Ukianza kuona umeokoka lakini kila mara hizi nguvu zinatokea wapi? Mbona ujue? Ngoja ngombe. Petro akufungua mlango. Yuda alifungua mlango. Alikuwa mwizi, lakini Petro alikuwa mwizi. Shetani aliwezaje kuingia? Means Yuda, mlango wa Yuda ulipofunguka, shetani akawa na access.
Ngoja nikwambie, mtu akiwa hapa nje, kama hii milango imefungwa, akiwa hapa nje, kuna vitu anaweza kaona, lakini kuna vitu anakuwa hana access navyo. Anaweza akatuona tunaimba, anaweza akaona nimeshika mic, anaweza kaona vyombo, anaweza kaona podium, anaweza kaona viti, lakini hana access na hivyo vitu. Ingawa na yeye akirudi anaweza akasema hivi, nilikuwa kanisani, nilisikia wakifanya hivi, nilimsikia baba mchungaji akifanya hivi. Siku atakayoingia, story yake itabadilika. Unajua itabadilikaje? Atasema, nilikaa kwenye kiti cheupe, lakini nilitoka nilienda kukaa kwenye kiti cha mchungaji. Nilitembea juu ya carpet. Nilishika vyombo. Aliyopo ndani ni tofauti na aliyopo nje. Ukiwa ndani una access ya kuweza kusema nitakaa pale, nitakaa pale, nitakaa mbele, nitakaa nyuma. Ni kwa sababu uko ndani. Shetani alipopata mlango kupitia Yuda, akawa na access ya kumchukua, ya kuingia kwa yeyote. Unawezekana umesimama wewe na mke wako. Wewe ndio umesimama kimaombi. Yaani wewe ngangari. Lakini mlango kafunguka kwa mke wako. Anaanza kupigwa kwanza mke wako. Akishapigwa mke wako na mlango bado upo, anaanza kutafuta mume. Desire ya shetani inaanza kuongezeka kwako. Ghafla. Ngoja nikwambie. Yuda alikuwa mwizi. Petro alikuwa mwizi. Sasa tuangalie kilichotokea. Are you enjoying? Mstari 32. Lakini nimekuombea wewe. Sio nimewaombea ninyi, nimemuombea Simeon, imani yake isitindike. Nawe utakapoongoka, utakaposimama, waimarishe na ndugu zako. Mstari 33. Akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Petro sasa anaanza kujimwambafai. Mwenzake Yesu anaona vitu vya kiroho, yeye anaona mwilini. Mimi Yesu, hata ukienda gerezani nitakuwa pamoja na wewe. Ukienda kifoni ni bora nife. Matarajio yamezidi uwezo. Mstari 34. Akasema, nakuambia Petro, jogo hata wika leo, kabla wewe hujanikana mara 3 ya kuwa hunijui. Mimi hata bia ipite hapa, nilivyosimama siwezi kunywa. Mimi ndani ninakuombea Mungu, imani yako isitindike, Mungu akakuimarisha. Mimi hata uniwekee dola hapo sichukui. Mimi nakuombea imani yako isitindike. Hata nipewe safe, ina kila kitu, mimi ninakuombea imani yako isitindike. Mimi nimeokoka, mwili wangu umepigwa ganzi, hata nikae na wadada watupu. Mimi ninakuombea imani yako. Ole wake ajionaye amesimama, kumbe ameshaanguka. Usijisifu hata siku moja, kwa sababu wakati Petro anasema mimi siwezi kumsaliti Yesu, mazingira yalikuwa bado hayajaja. Ni kwa sababu alikuwa na Yesu. Ni rahisi ukiwa humu ndani ukasema mimi nimeokoka. Tukiongea hapa habari za walevi nasema pasta, mahubiri mengine unanichafua. Jinsi ambavyo mimi nimeokoka staki. Na kuangalia sema ninakuombea imani yako isitindike. Petro hakuwahi kuona kwamba kuna siku imani yake itatindika. Ngoja wakati wa majaribu. Biblia anasema Yesu wakaja wakamkamata, wakampeka kwenye behewa la kuhani mkuu. Petro na yeye akaingia. Alisema ukienda gerezani na ukiwa kifoni, mimi Petro bora nifungwe, bora nife. Wakaja kumwambia, mbona wewe ulikuwa kama vile mimi
hata kumjua simjui. Bora ingekuwa mara moja wakaenda tena, lakini wewe ulikuwa pamoja naye. Mimi hata huyo Yesu simjui. Ninamzungumzia Petro. Yesu alisema, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Aliyesema sio Yesu, alisema hata uwepo gereza. Ndio hapa anasema Mstari 35, akamwambia Bwana, niwapo pamoja na mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Nikiwa na wewe Yesu, niko tayari. Wapendwa, omba kila siku, mwambie Mungu, ninaomba imani yangu isitindike. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, katika Pasaka hii ninakuomba imani yangu isitindikiwe kwenye mazingira yoyote ambayo upo ama haupo. Imani yangu isitindike, nisije nikajivuna kwa matendo yangu, kwa mienendo yangu. Imarisha imani yangu ikasimame imara kwenye kila jaribu, kwenye kila pito, nisije nikakuacha, kwa jina la Yesu. Yesu akamwambia Petro, sikia, nimemuona shetani akidesire kukuangusha. Na ngoja nikwambie, shetani atashindana tu. Okay, siwezi kumzuia, ila ukidondoka simama. Ukidondoka unaweza ukamshinda, lakini sio rahisi. Yaani Yesu alikuwa anajua kabisa kwenye mazingira Petro atakayoingia na imani yake atadondoka tu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajua atafanya nini? Atadondoka, lakini hatokaa, atanyanyuka. Unajua tofauti ya Yuda na Petro ni mbili. Ya kwanza, Yuda mlango wake hata shetani angetoka hakuwa tayari kufanya nini? Kufunga. Kwa hiyo shetani ataurudia tu. Petro alishafunga. Kitu cha pili, Petro ndani yake akidondoka anamtafuta Mungu. Yuda hakumtafuta Mungu. Biblia inasema Yuda alipokumbuka akajua amekosa, haionyeshi sehemu alienda akatubu, ila alienda akafanya nini? Akajinyonga. Petro, ukisoma mistari inayofuata, Petro alipojua amemkana Yesu na jogoo alipowika, Biblia inasema akarudi akatubu. So issue sio kudondoka kwako, issue kwa kuinuka kwako. Mungu anajua utadondoka, lakini Mungu anataka uinuke. Shetani hataki uinuke. Umeona? Na ndio maana Biblia inasema hivi, wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nini? Wa Mungu. Mungu anajua tu kuna siku utaanguka, lakini Mungu hataki akuone ulipoanguka umekaa. Mungu anatamani ukianguka unasimama. Ukianguka unasimama. Ukianguka unasimama. Ukianguka unasimama. Yaani mimi nitakuwa muongo nikisema hivi, kanisa letu sisi hakuna kutenda dhambi. Uongo. Hata ukisema mimi sitendagi dhambi, uongo. Okay, mimi natendaga dhambi. Mmoja asema tunawatisha. Ni mwanadamu, ninaweza nikakosea. Kuna muda mama Fafana zikana kaniangalia vibaya, wewe vipi? Kibao kinataka kutoka. After mimi ni pastor. Lakini hasira ndani naomba Mungu naomba nisamehe. Si ni dhambi hiyo? Au ninaweza nikamwazia vibaya. Huyu mbona kavaa Brazilian wear ya milioni 2 katoa wapi? Naanza kuwaza. Kitendo cha kumwazia vibaya nimetenda nini? Dhambi. Natakiwa nitubu. Mawazo yangu, Biblia inasema hivi, Baba ninaomba nisamehe kwa matendo niliyotenda na mawazo niliyomwazia mtu vibaya. Ngoja nikwambie, mara ngapi umemwazia msharika mwenzako umekaa naye na unamwazia vibaya? Hajatenda unamtengenezea picha kama amefanya nini? Ametenda. Yule atakuwa muuni tu. Yaani yule atakuwa muuni tu.
isikose dada wa watu, hata uni haujui. Ni kwa sababu tu ya vaa yake haikufurahishi wewe unamuita nani? Muuni. Yani kale ni kauni. Kwa nini useme yule ni malaika? Means no maana Paulo anaandika na nia zetu zifanywe upya zifanane na nia ya mbingu. Let our mind be renewed. Kuna mambo dhambi unazitenda ni kwa sababu ya kumwangalia tu mwingine. Anajiona, yani anajiona. Eti tumeanza tu kuomba ikashaanza baba kanyesha. Mnamjua ni nani huyo? Unaona hiyo ni dhambi, sio dhambi? Yani mtu wa watu yeye yuko connected, spirit yake imekuwa connected. Yani yeye hata Onesimo tu akaanza baba yeye tayari. Wewe spirit yako ni ligumu. Unamwazia vibaya tu. Mmemjua sasa? Kila mtu atende sawa sawa na roho yake. Omba, mwambie Mungu, ninaomba imani yangu isitindikiwe. Sababu adui anakutafuta kila namna. Adui atakutafuta umkosee Mungu. Pasaka hii usije kama mmoja wapo kumsaliti Yesu. Twende mtu wa tatu. Jumapili usikose, ninaendelea watu waliokuzunguka. Hapa nimeenda moja moja, sasa ni group. Kwa wanafunzi walimsaliti, wote walimkimbia Yesu. Kwenye Mathayo 26:56. Mathayo 26:56. Biblia inasema hivi: lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wakamwacha wakakimbia. Hawa wanafunzi, hawa watu mara nyingi wanaweza wakakusaliti ama wakamsaliti Yesu. Vitu viwili vikubwa viko kwao. Kitu cha kwanza ni hofu. Hawana imani. Popote ambapo kuna hofu, hakuna nini? Imani. Ukitaka kuikaribisha hofu siku zote, wewe ondoa imani. Na ukitaka kuifukuza hofu, jaza nini? Imani. Na ndio maana hofu hautaki kuomba. Hofu haiondoki kwa kuomba. Hofu inaondoka kwa kujaza neno la Mungu ndani yako. Uwe na imani. Uje mtu mwenye kuna comedy moja Nigeria, sijui nani, wanaigizaga kama wanakuja hivi afu wana nguvu za giza. Mmoja mchawi anampiga hivi mwenzake anadondoka. Yule anapiga chafu afu mwingine anakuja anajifanya anamsamia fire. Sasa ukiona watu wanapokemea fire huko, fire, ujue ni hawaombi kwa imani, ni hofu. Yes, umemwona mchawi amekuja kuloga kwako usiku. Unaamka kuomba au unaambia ondoka, unalala? Unaamka kuomba. Kwa hiyo mchawi asingekuja usingeomba. Kwa hiyo unaomba kwa sababu mchawi umemuona. Kwa hiyo anayekupangia ratiba kuomba sio Mungu. Anayekupangia ratiba kuomba ni mchawi. Kwa nini usiendelee na usingizi wako? Hofu. Unaona ukilala hello, kama umeamua kulala, hata waje paka 20, unaambia kwa mamlaka ya jina la Yesu ondokeni na lala. Vuta shuka lako, lakini huna huo ujasiri. Mwisho utakuwa unaomba kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka. Wewe ulikapo. Toka. Natuma moto wa wapi wewe? Ndani yako kumejaa hofu tu. Na mtu anaweza kaamka hakuna wachawi, hakuna chochote, ni muda wake wa kuomba. Ikifika saa 8 ametoka chumbani kwake, kaingia prayer room au yuko sebuleni au yuko kitandani kwake, anaomba. Anashandalize, hajasikia chochote. Haombi kwa sababu ya pressure. Wewe unaomba kwa sababu umesikia mume wako anakoroma, pressure imepanda, ndio unaanza kuomba. Unaomba kwa sababu ya hofu.
Maanake kama singeumwa usingefanya, singeomba. Unaomba kwa sababu umepewa barua ya warning, unafukuzwa kazi. Ndio kila siku unasema ninafunga, kuna jambo limetokea, ninakuja kuomba. Ndio unaanza wewe ni hofu. Ni rahisi sana ukiendeshwa na hofu ukamsaliti Yesu, ukatumika kama mlango. Kitu cha pili, kama bado ni mchanga kiroho, nataka nikwambie, usipotamani kukua, ukao uko pale pale ni mchanga kiroho, kuna siku utamsaliti Yesu. Kuna siku utadondoka tu. I'm telling you. Yaani swala la kuokoka ni moja, na swala la kukua kiroho ni jambo la pili. Tunaokolewa kwa neema, lakini hatukuzwi kwa neema. Mnanielewa? Tofautisheni. Biblia inasema tunaokolewa kwa nini? Kwa neema. Usipoweka bidii ya kukua, hakuna tena neema ya kukua. Kukua ni ngoja niwaambie, mtoto asipotaka kusimama, hasimami. Mtoto asipotaka kula chakula, afanye nini? Hali. Utamnywesha maziwa mpaka amekuwa mtu mzima anakunywa maziwa. Na ndivyo tatizo ambalo tunalo kanisani. Watu hawataki kukua. Watu wanataka kunyweshwa maziwa. Watu bado wanataka kushikiwa kusimama. Watu bado wanatamani kuombewa kila siku. Wao wakolome, lakini wewe unaombea kila siku. Nataka nikwambie ni vizuri, lakini kuna siku utamsaliti tu Yesu. Wanafunzi walimkimbia Yesu. Imagine. Yesu alitembea nao, aliyewalea, aliyewakuza. Yaani mpaka Petro na yeye alikimbia. Biblia inasema wote walimwacha Yesu wakakimbia. Ni kwa sababu gani? Bado walikuwa watoto. Kuwa na Yesu haimaanishi hautamkimbia, ila kukua ndani ya Yesu hautaweza kumkimbia. Baadaye walipokaa na Roho Mtakatifu, walipojazwa wakaanza kutembea. Hawa waliokuwa waliomkimbia Yesu, hawa wako tayari kwenda magerezani. Hawa wanatupwa magerezani, sema tupeni magerezani. Hawa wanachapwa viboko, wamevuliwa nguo, sema tuko tayari. Hawa wanadumbukizwa kwenye pipa la moto la mafuta, wako tayari. Hawa wanakatwa vichwa, wako tayari. Nguvu imetoka wapi? Maana yake kuna muda walikuwa, kipindi Yesu hayupo tena, lakini ilikuwa wao kukua. The same Petro alikimbia. Leo hii anapekwa kwenye mabaraza, anasema ni mheshimu Mungu ama ni waheshimu nini wanadamu? Ni bora ni mheshimu Mungu, niko tayari kwa lolote. Walipata, na ngoja nikwambie, kipindi alichokuwa Petro, Yesu hakuwepo. Kipindi Yesu alipokuwepo, alikuwa ni kama mtoto. Na ndio maana ilipotokea hatari, alimkimbia Yesu. Alipojazwa Roho Mtakatifu, akaanza kukua na Roho Mtakatifu. Akaanza kuliona tunda la Roho Mtakatifu. Akaanza kutembea katika imani. Akaanza kusoma. Akaanza kumeditate. Akaanza kufunga. Akaanza kuomba. Wakati anafanya hivyo, taratibu imani yake inaongezeka. Yesu anasema ni bora mimi niende, ili huyo msaidizi aje ndani yenu. Asipokuja ndani yenu, mimi kuwa na ninyi haina maana. Lakini huyo atawafundisha yote, hata yale ambayo sikupata namna ya kuwafundisha, huyo Roho atawafundisha. Lakini lazima mimi niende na yeye hawezi kuja. Nisipoenda mimi, huyo Roho hawezi kuja ndani yenu. Na ninyi ndipo mtakuwa mashahidi wangu. Na nyinyi ndipo mtakuwa watu wangu. Kwa jina langu mtatoa pepo. Kwa jina langu mtafungua watu. Kwa jina langu mtaweka watu huru. Kwa jina langu watu watapokea uponyaji. Kwa jina langu watu watapokea nguvu. Akasema nimewapa nguvu ya kukanyaga nge na nyoka na kila aina ya nguvu ya adui. Nimewapa. Kwa sababu Roho anakaa ndani. We must grow to the level not to be again the children. Hatutaki kuwa watoto. Tunatakiwa tukue katika level ambayo aidha umetaja Yesu au hujataja Yesu, Roho Mtakatifu ndani yako yupo. Aidha upo kanisani au upo kanisani, Roho Mtakatifu yupo. Biblia inasema wakafukuzwa katika masinagogi. Hawakuwa na makanisa. Walikuwa wanatafutwa, wakakatwa, wakafukuzwa kwenye masinagogi.
masinagogi wakisikiwa tu wapo kwenye hekalu fulani wanatafutwa na wao, lakini wakaanza kutengeneza fellowship wao kwa wao, wakaanza kutengeneza fellowship. Biblia inasema na wingi wao ukaongezeka siku mpaka siku, watu wakatoka masinagogi wakaanza kuwafuata, kwa sababu hawakufuata jengo, walifuata nguvu ya Mungu ambayo ilikuwa inakaa ndani yao. Katika Pasaka hii ninaiombea nguvu ya Mungu ikazaliwe ndani yako, nguvu ya Mungu ikakue ndani yako, kuteswa kwake kukawe furaha yako, kuteswa kwake kukawa kuimarika kwako, kuanguka kwake kukawa kusimama kwako, kupigwa kwake kukawa ni nguvu yako. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Msalaba ukawe ni njia yako, msalaba ukawe ni nguvu yako. Popote ambapo msalaba unatamkwa, ujue kuna nguvu ya Kristo ambayo inaenda na wewe. Hatutaifurahia Pasaka kwa sababu Yesu alikufa, tunataka tuifurahie Pasaka kwa sababu kuna ushindi wa Roho Mtakatifu ambao umezaliwa ndani yetu. Yule wa jana sio wa leo, yule wa kesho ni bora kuliko ambaye yuko sasa hivi. Mimi ambaye nilikuwa siwezi, leo nitaweza. Mimi ambaye nilikuwa nakimbia, leo sitakimbia. Mimi ambaye nilikuwa siombi, leo nitaomba. Mimi ambaye nilikuwa ninawacheka, leo sitacheka, kwa sababu Kristo amefanyika kuwa Bwana ndani ya maisha yangu. Yesu akamwambia, siku ya tatu nitafufuka, enendeni Galilaya mtanikuta. Alipofufuka akamwambia, msitoke Yerusalemu, tafuteni sehemu mkae. Baada ya muda akasema, mimi ninaenda, lakini kaeni. Sitakuwa na ninyi physical, nitakuwa na ninyi spiritual. Manake ni hii, kama Yesu angekuwa yuko Israeli peke yake, ilitakiwa sisi sote lazima tuende Israeli kumfuata Yesu. Kama Yesu angekuwa Jordan, ilibidi sisi tuende. Akasema ni bora niondoke kwenye mwili ili nije nikue kwenye roho. Nikiwa kwenye roho, sio visa itakayonizuia, sio mipaka itakayonizuia, sio lugha itakayonizuia. Yeyote atakayetaka nitaingia ndani yake. Anasema mimi nitakaa ndani yenu, mimi na Baba tutakuja na kufanya makazi ndani yenu. Ninapoongea hapa, Kristo yuko ndani ya watu, ndani ya watu sasa hivi. Anasema anasimama mlangoni, anabisha hodi. Yeyote atakayefungua mlango, yeye na Baba watakuja na kukaa. Kuna mtu mlango unagongwa, kuna mtu mlango unagongwa. Yesu anataka kukaa ndani yako. Wengine wanaweza wakakaa kama watumishi, wengine wanaweza wakakaa kama waimbaji, wengine wanaweza wakakaa kama waombaji. Yesu anataka kutafuta chumba ndani yako akae katika Pasaka hii. Chumba gani unamfungulia Yesu? Mlango gani unamfungulia? Lakini anasema nasimama mlangoni ninabisha hodi. Ninabisha hodi. Yeyote atakayefungua niko tayari. Hajasema warefu, hajasema wafupi, hajasema weupe, hajasema weusi. Anasema yeyote atakayefungua, mimi na Baba tutafanya makazi ndani yake. Anasema mwenye kiu na aje anywe, kwa sababu haya maji ni ya bure, huu upako ni wa bure, hii rehema ni ya bure, huyu Roho ni wa bure. Ndani yako anagonga hodi sasa hivi. Anasema fungua, fungua, fungua. Ninahitaji niingie humo ndani. Fungua, fungua, fungua. Ninahitaji nikae na wewe. Fungua, fungua, fungua. Ninahitaji nitembee na wewe. Mwaka jana haukuwa na ufunuo, mwaka huu ameuleta ufunuo. Anabisha, anabisha, anabisha. Anataka ufungue. Mesetele iananea shebranane ianea sheranane aya na 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 ne aya la 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 ikaya baba baba. Biblia inasema na kile chumba kikajazwa, ukatokea upepo kama uvumi, kama uvumi ukakijaza chumba chote, na wote waliokimbia, wote waliokuwa wamemsaliti. Biblia inasema wote waliomkimbia, wote waliomsaliti, kwa sababu walikuwa watoto. Biblia inasema wote walikaa, alafu upepo kajaa. Ulipojaa ule upepo, ghafla ndimi zao zikabadilika, ghafla maneno yao yakabadilika. Kila mtu akaanza kumwona kuna kitu juu yake, kuna moto juu yake. Alafu Roho akashuka ndani yao, wakaanza kunena kwa lugha mpya. Walipoanza kunena kwa lugha mpya, kuna nguvu ikaingia ndani yao, kuna
ukaingia ndani yao. Mike wakaanza kunena kwa lugha mpya, lugha wasiokuwa nayo. Uwezo ukaingia ndani yao. Wale waliokimbia, yule Petro aliyemsaliti, leo hii akasimama akasema, mnayoyaona msishangae. Yule Yesu mliyemsaliti, yule Yesu mliyemuua, ndiye huyu anayefanya miujiza, ndiye huyu anayetenda. Biblia inasema watu wote, kanisa likaongezeka, nguvu ya Mungu ikaongezeka. Wale waliokuwa wanyonge hawakuwa wanyonge tena. Ninamwombea mmoja leo hii, kwa kupigwa kwake wewe ukasimame, kwa kupigwa kwake wewe ukafufuke, kwa kupigwa kwake kilichokufa ndani yako kikafufuke, ujasiri ndani yako kaingie, ujasiri ndani yako kazaliwe. Jioni ya leo, wakati wanamsulubisha, ndani yako Yesu azaliwe. Wakati wanamuua, ndani yako Yesu akazaliwe. Wakati wanampeleka kaburini, ndani yako Yesu akazaliwe. Kwa kupigwa kwake wewe ukawe huru, kwa kupigwa kwake wewe ukanyanyuke, kwa kupigwa kwake wewe ukawe na nguvu, kwa kupigwa kwake wewe ukawe na ujasiri, kwa kupigwa kwake wewe ukawe mwingine. Ekatayane shelelelelele ayanadebada. Hatutakimbia tena, hatutaogopa tena, hata majaribu yaje kiasi gani. Yesu ndani yetu hatutamsaliti, Yesu ndani yetu hatutamsaliti. Anasema, ninawaombea imani yenu isitindike, ninawaombea imani yenu isiyumbe, ninawaombea imani yenu isichukuliwe. Shatayades pradedaya lerisatea komandi dania. Hata kama Yafa waliowekwa karibu naye wakamwambia, mmoja alikuwa mwizi, wote walikuwa wezi. Mmoja akasema, wewe haukustahili, ila utakapoingia paradiso na mimi ukanikumbuke. Yuko mmoja jioni ya leo anayekumbukwa. Haiangalii njia uliopita, haiangalii mateso uliyopitia. Mwambie, Baba nikumbuke. Ukiingia kwenye uwenzi yako, ukiingia paradiso, na mimi nikumbuke. Haijalishi umeokoka lini, wewe mwambie, Baba nikumbuke, Yehova nikumbuke. Lebada zetaya lebrasa ikatopakatea eananesheteza ikayadadadadibadesa ayada ayabadobadobado jea seprase. Omba kwa lugha yako, omba kwa maneno yako. Wewe sema tu linalokuja. Kuna watu wanaimarishwa hapa, kuna watu wanaimarishwa hapa, kuna roho zinaimarishwa hapa, kuna ujasiri unapewa hapa. Ibadebadia ipasake ikawa ya tofauti kwako, ibade ikawa tofauti kwako, ukaimarishwa zaidi, ukaimarishwa zaidi, ukaimarishwa zaidi. Pasetele, funga huo mlango. Kila aina ya milango ifunge, ifunge, funga hiyo milango. Funga, ifunge hiyo milango. Funga, funga, funga. Adededededededede. Funga hiyo milango. Shetelekete. Adui asiutumie huo mlango. Kuna siku kamsaliti huyo Yesu, kuna siku kamkimbia huyo Yesu, kuna siku kamwacha huyo Yesu. Funga. Selesete. Paka hiyo damu juu ya hiyo milango. Paka hiyo damu. Toa hiyo sadaka yake. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumenunuliwa kwa damu ya thamani, damu ya mwana kondoo. Adebadada. Biblia inasema alipokufa makaburi yakafunguka na miili ya watakatifu ikatoka. Kuna vitu leo lazima vizaliwe kwako. Kuna vitu vilivyokufa, kuna vitu vilivyozika. In the mighty name of Jesus.
kikafufuke sasa, kikafufuke sasa. Chochote walichozika leo akiwa msalabani saa 9 akakata roho, na mimi ninatamka ameshuka kuzimu. Ninaviita vinavyotakiwa kufufuka. Fufuka, fufuka. In the mighty name of Jesus. Vifufuke, vifufuke. Kila vilivyokufa, kila vilivyokufa, kila vilivyokufa vikafufuke kwa jina la Yesu. Vikafufuke kwa jina la Yesu. Vikafufuke kwa jina la Yesu. Vyote, 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 vyote. Uwe ujasiri ukafufuke. Confidence ikafufuke. Hiyo biashara ikafufuke. Hiyo kazi ikafufuke. Hao watoto wakafufuke. Hiyo tabia njema ikafufuke. In the mighty name of Jesus. Afya, uzima vikafufuke. In the mighty name of Jesus. Yeah. 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 Ah. 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 Oh. Yeah. Baba, ninaombea wakawe na nguvu ya kumshinda yule mwovu. Ile nguvu ya ufufuo ikawe ndani yao. Pasaka hii, kila kilichokufa watakapovitamka vitu vikawe vinafufuka. Watakaposema vitu vikafufuke. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, msalaba kwetu sisi ni ushindi. Msalaba kwetu sisi ni alama ya ukombozi. Baba, asante. Sababu najua siku ya leo kuna jambo limefanyika ndani yao. Hawatakuwa wasaliti tena. Hawatakusaliti tena. Mazingira hayatasababisha wakusaliti. Milango haitatumika kukusaliti. Shauku yoyote ya shetani haitawaangusha. Baba, ninawaombea imani yao isitindikiwe. Leo hii ninawaombea imani yao isitindikiwe. Aidha wawepo kanisani ama nje ya kanisa, kwenye mazingira yao ya kazi, biashara, wakutane na watu ambao hawajaokoka, wamjui Mungu. Wakae kwenye mazingira ambayo hayana Mungu. Imani yao isitindikiwe. Imani yao isitindikiwe. Imani yao isitindikiwe. Ninawaombea imani yao kukua siku hadi siku. Mungu ukafanye poto ndani yao. Wakakushike Mungu ndani yao. Wakakupende Kristo ndani yao. Wasikupende kwa sababu wako kanisani ama mazingira ya kimungu. Wakakupende kweli kweli. Hata kama hawapo kwenye mazingira ya kimungu, bado imani yao ikajae. Wakakuone wewe zaidi. Wakakupende wewe zaidi. Wakakutamani wewe zaidi. Baba, asante kwa ibada ya leo. Asante kwa muda huu. Mungu, tunasema asante kwa kutupa siku 5 za kufunga. Na tunahitimisha leo na ibada hii ya kukumbuka siku ambayo Mungu kupitia mwanao Yesu Kristo ulienda ukateswa, ukasulubiwa, ukafa. Baba, ninawaombea imani zao zisitindikiwe.
ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na wote tuseme amen.